Watukufu wa Islam, kinachoupamba Uislamu na dini hii kuwa ni ya haki na ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni dini ambayo si dini ambayo haina mpangilio, bali ni dini iliyokuwa imepangiliwa na aliyoipanga ni Allah wa haki. Ni kuwa hii dini si tu peke yake imeamrisha au inaamrisha na kukataza. Fakullu hukmin shara'ahu Allahu ta'ala innama shuri'a litahqiqi masalih al-ibad, hakika kila hukumu yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea sheria imewekwa kwa ajili ya kuhakiki maslahi ya waja wa daf'il mafasidi, na kuondosha madhara na ufisadi kwa wao, fi duniyahum wa ukhrahum, hapa duniani, katika dunia yao na akhera. Tutaenda kuzungumzia biidhnillahi tabaraka wa taala kuhusiana na malengo yaliyopo katika aya za funga. Hakika ya aya za funga zimekuja kuhakikisha malengo ya sheria na zimekuja kuainisha malengo ya sheria na zimekuja kuwajenga waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza malengo ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami al-ayati allati ijtama'at fiha maqasid ash-shari'a, miongoni mwa aya tukufu ambazo zimekusanya malengo ya sheria wa asrari at-tashri'i, na siri za kuwekwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayatu siyami min surati al-Baqara, ni aya za funga zilizopo katika suratul Baqara kuanzia aya 183 hadi aya 187, ikiwemo aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akisema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mliomuamini Allah, mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hadi aya ya mwisho alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl, kuleni na kunyweni mpaka itakapopambazuka alfajiri, na kamilisheni funga inapokuwa imeingia usiku. Hivyo ndugu zangu Waislamu, sanatahadathu al-yawm biidhnillah, tutazungumza kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala an maqasid ash-shari'ati al-mustanbata min hadhihi al-aya, malengo ya sheria ambayo yamechambuliwa kutoka katika hizi aya kuanzia aya 183 suratul Baqara mpaka aya 187. Al-maqsadul awwal, lengo la kwanza katika malengo ya sheria yaliyotajwa katika aya za funga, tahqiqu taqwa wa muraqabatullah, ni kuhakikisha takwa ipo katika mioyo ya waja wa Allah na kuwa wana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala na wanamchunga Allah katika mazingira yote. Qala Allahu azza wa jalla, Allah anasema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmeshafaradhishiwa funga, mmefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, ili mfike katika lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii aya fa awwalu maqsadin, tunapata lengo la kwanza sarihun min siyam, lililowazi kuhusu kufaradhishwa funga, tahqiqu taqwa, ni sisi kufika katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni martaba thalitha min maratibi dini thalatha, ni ngazi na ni daraja ya tatu katika madaraja matatu ya dini ya Uislamu. Ad-darajatul ula darajatul islam,
Daraja la kwanza ni mtu kufika katika hatua ya kusilimu na kuwa yeye ni Muislamu. Wa darajatu thania, na daraja la pili al-iman, ni daraja la kuwa na imani, kuanza kufanya matendo, kufuatizia a'mal. Na daraja la tatu ambalo ni daraja la juu ni daraja ya ihsan, ni daraja ya kumraqibu Allah subhanahu wa ta'ala, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, katika hali ya siri na hali ya dhahiri. Na hii ndiyo ambayo ni takwa yenyewe. Wattaqwa laysat kalima tuqal bal hiya imtithalu awamirillah. Takwa si neno tu, bali ni kule mtu kuwa tayari kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusarenda na amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, na kujitenga na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraqabatuhu fi sirri wal alan, na kuwa ni mja ambaye anatahadhari kufanya chochote kwa kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pale alipo Allah anamuona. Aliyefunga inawezekana akawa yuko peke yake nyumbani kwake, akila akinywa, hakuna atakayemjua. Akiwa na mke wake, hakuna atakayejua. Kwa kuwa amefunga, na funga inamlea kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu lillahi azza wa jalla. Ndio namkuta mtu amefunga, anaacha vyakula vyake vizuri vya halali, anaacha vinywaji vyake vizuri vya halali, na anamwacha mke wake ambaye ni mzuri na ni mrembo, lengo na madhumuni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo muraqabatullah azza wa jalla, ndiko kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Akileleka mja huyu ndani ya mwezi mzima, atafika katika daraja ya taqwa na darajatul ihsan, daraja ya ihsan ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Popote awapo atakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, anatekeleza amri za Allah popote atakapokuwa, anaachana na makatazo ya Allah popote anapokuwa, kwa sababu anajua Allah anamuona pale alipo, kama ilivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani na alivyokuwa amefunga. Lengo la pili katika malengo yaliyotajwa ya sheria katika aya za funga, hifdhi dini wa taqwimil iman, ni kuihifadhi dini na kujenga imani katika mioyo ya waja. Inna siyama ibadatun min a'zami sha'airi al-islam, hakika funga ni ibada na ni nembo na ni katika alama za Uislamu. Wa bihi yuhfadhu ad-dinu fil qulub, kupitia ibada ya funga dini inahifadhiwa kwenye mioyo ya waja. Wa yathbutu al-iman, na ndiyo inamakinika imani katika mioyo ya waja kupitia ibada ya funga. Wa yaqwa al-yaqin, na yaqini ya mja inakuwa ni madhubuti katika moyo wake. Walihadha khataba Allahu al-mu'minina biqawli, na ndio maana unakuta aya za funga zimeanza kuwazungumzisha waumini, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Allah hajawaita watu wala Allah hajawaita Waislamu, bali kawaita Waislamu, lakini waliofika katika daraja ya pili ya kuwa na imani. Kwa nini? Lianna siyama la yaqumu bihi haqqan illa man adhama amra Allah, funga hawezi kuitekeleza mtu ipasavyo isipokuwa yule ambaye ameshafika level ya kuwa na imani. Huyu ndiye ataacha kula yake, huyu ndiye ataacha kunywa yake, huyu ataacha mke wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataacha uchafu wote, ataacha uovu wote kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari ameshafika katika daraja ya imani. فمقصد الصيام الأعظم هو إقامة الدين في النفس والمجتمع. Lengo la funga ni kumakinisha dini katika moyo wa mja na pia katika jamii. Ikiwa itaanza kwa kila mmoja tukafunga, ina maana jamii yote itakuwa imefunga na jamii yote itajengeka kiimani, na hivyo ndivyo dini itapatikana kwa kila mtu mmoja na katika jamii itaenea. Al-maqsadu thalith, lengo la tatu katika malengo ya sheria yaliyolengwa katika aya za funga, raf'ul haraji wa taisiru ala al-ibad, ni kuondosha uzito na ugumu kwa waja katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika dini ya Allah ni nyepesi na ni rahisi katika kila level.
kila ngazi, kila umri, kila rika, kila jamii, kila sampuli ya watu. Matajiri wanaweza kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, maskini wanaweza kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, vijana wanaweza kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, wazee pia wanaweza kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaume wanaweza kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo wanawake pia wanaweza kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Zinatekelezeka katika mazingira yote. Aliye mzima amepewa namna ya kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliye mgonjwa pia amepewa namna ya kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliye mtu wa makamo pia amepewa namna ya kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo aya ambayo imekuja kuweka wazi kuwa funga na aya za funga zinathibitisha malengo ya sheria pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ayyama ma'dudat, masiku yenye kuhesabika. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hakika ya funga ni masiku yenye kuhesabika na ni masiku machache, kwa maana tutatakiwa tuyatekeleze na tuyatumie haya masiku katika kumtekelezea ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akachunga hali zetu zote, faman kana minkum maridan au ala safari, yeyote atakayekuwa miongoni mwenu ana hali ya ugonjwa au ameshughulishwa na dunia yake na maisha yake anayatafuta, akawa ni mwenye kusafiri, fa'iddatun min ayamin ukhra, hawa watu wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwepesishiwa ibada katika mazingira yao ya hali zao hizi za kuwa ni wagonjwa na kuwa katika hali ya safari. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kama ambavyo pia Allah akawachunga hata watu waliofikia umri ambao hawawezi tena kustahamili njaa na kuwa ni wazee vikongwe, mili ishadhoofika, matumbo hayavumilii, akawaambia kwa hawa watoe fidia kuwalisha maskini. Hata kwa mwanamke ambaye ni mjamzito, ambaye anahofia afya ya mwanaye na anahofia afya yake, na yule ambaye ananyonyesha anahofia afya yake na anahofia afya ya mwanaye, Allah subhanahu wa ta'ala akampunguzia, akamwambia afungue, alafu kisha baada ya Ramadhani atakuja kulipa. Famin maqasid ash-sharia alwadhiha huna rafu al-mashaqqati wal haraj. Katika aya tuliyoisoma, miongoni mwa malengo ya sheria yaliyo wazi ni kuondoshewa uzito katika ibada aina zote. Hakuna ibada ambayo itakukalifu ikakutoa maisha yako au ikakutia katika madhara. Ukijikuta unafanya ibada ikakukalifu maisha au ikakupa madhara, ima wewe umeitekeleza isivyo ilivyoamrishwa au umezua katika dini lile ambalo halipo, kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imejengwa katika urahisi na uwepesi na inatekelezeka katika kila wakati, kila zama, kila mtu, kila rika, kila jinsia, hakuna asiyoiweza. Fasiyamu laisa adhaban, funga sio adhabu. Kama wewe unaifunga na huku unahisi kama adhabu, unaumia na unajutia kwa nini umekuwa ni Muislamu, wewe kuna namna unaitekeleza sivyo ilivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa taadhiba linnafsi, kama ambavyo funga si kitu cha kuiadhibu nafsi kama wanavyodhania baadhi ya watu, bal huwa ibadatun maqsudatin litarbiya, bali ni ibada iliyolengwa ili itulee na itujenge kiimani. Wa maa dhalika ja'ala Allahu fihi rukhas, ndio maana unakuta Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha funga, lakini kunazo ruksa zilizowekwa ndani ya wafungaji. Kuna mgonjwa anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, kuna msafiri anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, kuna mtu mzima anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, kuna mwanamke aliyejifungua ananyonyesha au mjamzito karuhusiwa kula mchana wa Ramadhani, na wote kila mmoja amepewa namna ya kuja kulipa au namna ya kulipa, kwa sababu sheria ya Allah inamlenga kila mmoja. Wa hadha yadullu ala qa'idatin adhimatin min qawaid ash-sharia, na hii ikijulisha jambo au ikifahamisha jambo inatuonesha kwamba
kuna kanuni ya kisheria ambayo inatuambia innal mashaqqata tajlibu taysir. Patakapokuwa na uzito kwenye dini ya Allah, ujue kwamba kumewekewa wepesi wake, unatakiwa utafute wepesi uko wapi, ili uweze kutekeleza ibada hiyo kwa wepesi na kwa urahisi. Almaqsadu rabi', lengo la 4, hifdhu nafsi wa siyanatiha min ad-darar, kuihifadhi nafsi na kuikinga na kuilinda ili nafsi isidhurike. Aya za funga zimekuja kuhakiki nafsi zihifadhiwe na zitunzwe na zilindwe na wala zisidhurike. Inna ibahata alfitri lilmaridhi walmusafiri dalilun ala maqsadin adhim, hakika kuruhusiwa mgonjwa kufungua na msafiri kufungua, mtu mzima aliyefika uzee asiyeweza tena kustahamili njaa kufungua, mwanamke mjamzito na mwenye kunyonyesha, hawa wote kuruhusiwa kufungua, ni lengo la kuhakikisha kwamba wao watu wasidhurike. Na katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haitaki watu wadhurike katika kutekeleza kwake. Hifdhu nafsi, tunatakiwa nafsi ihifadhiwe. Fashari'atu ja'at lihifdhi daruriyati alkhams, sharia ya Allah imekuja kulinda mambo ya dharura 5, ikiwemo kuilinda nafsi isiangamizwe wala isidhuriwe. Fala yajuzu lilinsani an yasuma siyaman yuaddi bihi ila alhalaki au aldhararu albaligh, haifai mtu kufunga huku anajidhuru. Umeshaambiwa na daktari una sukari, huwezi kustahamili masaa 4, unatakana ima utumie vidonge au sindano au chakula, wewe ukajikalifu ukafunga masaa zaidi ya 13, ukazimia au ukaangamia au yale maradhi ulionayo yakakuzidi, wewe utakuwa umejidhuru. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala tulqu biaidikum ila tahaluka, wala msijipeleke kwenye kuangamia kwa kutumia mikono yenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia la dharara wala dhirar, hakuna kujidhuru wewe wala hakuna kumdhuru mtu mwingine. Sasa wewe utakayefunga na tayari umeshahukumiwa na daktari mwaminifu Muislamu kwa maradhi ulionayo, ukishinda muda mrefu ukadhurika kwa imani isiyojengewa na elimu, wewe utakuwa umejidhuru na utakuwa umepata dhambi, hata kama kudhuruka kwenyewe utakuwa ulikuwa umefunga, kwa sababu umetekeleza ibada ambayo hujaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Almaqsadu alkhamis, lengo la 5 katika malengo ya aya za funga, ta'dhimi alquran wa ta'dhimi zamani alibada, kuiheshimisha Qur'an na kuitukuza Qur'an na kuheshimu wakati wa ibada. Allah subhanahu wa ta'ala amesema shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani ili iwe ni mwongozo kwa watu na ubainifu, na iwe ni upambaunifu baina ya haki na batil. Hapa tunapata lengo tukufu kabisa la kuteremshwa Qur'ani, na aya zile za funga zinatuelekeza. Allah amefungamanisha kati ya kuamrisha funga na kuiteremsha Qur'ani, kuonesha kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, na Qur'ani ndiyo uongofu, Qur'ani ndiyo ubainifu, Qur'ani ndiyo inayomtoa mtu katika batil na kumleta katika haki. Na mwezi wa Ramadhani umelengwa na umewekwa ili uwatoe watu katika batil na uwalete katika haki, uwatoe watu katika giza na uwalete katika nuru, uwatoe watu katika ujinga na kuwaleta katika elimu, uwatoe watu katika upotevu na kuja katika njia iliyo sahihi, kutoka katika maasiya na kuja katika taa na amali zilizokuwa njema, kwa sababu ya Qur'ani. Hudan linnas, Qur'ani ni mwongozo wa watu na ni ubainifu na ni upambaunifu. Famaqsadi sharia min ayati siyam, kwa hivyo basi wewe kuwekewa malengo, kuwekewa aya za funga ni ili upokee ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa ni mwezi wa Ramadhani na ukiwa unaisoma Qur'ani, fahamu wewe unasemezwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo Qur'ani. Kila aya,
katika aya zilizoko katika Qur'an. Ikiwa ni amri, ujue kwamba hiyo amri unaoisoma unaipokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni katazo, ufahamu kwamba hilo katazo unalipokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati unaisoma Qur'an. Kama ni habari, historia za wale waliopita kuanzia Adam alayhi salam, kuanzia Allah kuumba kila kiumbe na mpaka hadi Allah subhanahu wa ta'ala ataposimamisha kiyama, ujue kwamba anayesemezwa sio mwingine bali ni wewe ambao unaongea. Hapo unaongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unaisoma wewe mwenyewe, ujue unaongea na Allah. Kama unaisikiliza pia, ujue unaongeleshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani imewekwa Qur'ani ili tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, tupokee ujumbe wake na maamrisho yake na makatazo yake. Falmaqsadu sadis, maqsadu asadis, lengo la sita, tahqiqu shukri lillahi ala ni'ami, ni sisi kuwekewa kuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha sisi kumshukuru Allah ithibitike, ipatikane kutoka kwetu. Wa qalilun min ibadi yashkur, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema na waja wangu ni wachache katika wale wanaonishukuru. Ili tuwe wote ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, imewekwa funga, na ndani ya funga kuna kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inapomalizika Ramadhani, wawe waja ni wenye kumhimidi na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma takbirati, na pia vile vile wamshukuru Allah kuwapa hii neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufunga na kukamilisha ibada ya funga. Famin maqasidi siyami an yurabbi almuslima ala shukri llah, miongoni mwa malengo ya funga ni kulelewa muislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yash'ura bi ni'ami llahi alayhi, na kuhisi neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yake. Wengi hatutambui neema zilizoko juu yetu. Fayashkuruha wala yakfuruha, tukizitambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala tutazishukuru na wala hatutozikufuru. Fasiyamu yuallimu al-abda qadra ni'mati llahi qadra ni'mati at-ta'ami wash-sharab, funga inamfunza mja thamani na hadhi ya neema ya chakula, na hadhi na thamani ya neema ya vinywaji, na hadhi na neema thamani na hadhi ya neema ya kuwa na mke au mwanamke kuwa na mume. Kwa sababu hivi vitu ndani ya mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, hutakiwi kuvikaribia. Kwa nini huvikaribii? Ni ili ulelewe kuzitambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yako. Fa innal insana idha manaa nafsahu min almubah, mtu atakapokuwa ameizuia nafsi yake na vile vilivyokuwa vya halali mchana wa Ramadhani, atakuwa ni mwenye kutambua thamani ya neema zilizoko juu yake. Alisema baadhi ya salaf, innama yu'rafu qadru ni'mati inda faqdiha, hakika huwa inatambulika na kujulikana thamani ya neema pale ambapo imemuondokea yule aliyokuwa nayo. Wewe utakapokuwa umefunga mchana wa Ramadhani, hujala hujanywa, utathamini chakula, utathamini kinywaji, utajua kwamba kina kazi gani. Na funga imefaradhishwa kwa watu wote, kwa matajiri na kwa maskini, ili waweze kutambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yao. Wengi kwa utajiri wao hawajui njaa wala hawajui rangi yake, kama ambavyo hawajui kiu na wala hawajui rangi yake. Lakini inapokuwa ni Muislamu, imefika mwezi wa Ramadhani, akapimwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia wakati wa kujizuia mpaka hadi wakati wa kufutari, atatambua thamani ya chakula, na atatambua thamani ya vinywaji, na pia vile vile atatambua thamani ya mke wake, au mke atatambua thamani ya mume wake. Hata akiendewa na yule ambaye hana, atajua kwamba hichi anachokielezea ni kitu gani. Maana kama asingeliwahi kuwa na njaa, angekuja maskini na fakiri akamwambia mimi na njaa, na asitambue kwamba anaongea kitu gani, kwa sababu hajawahipo kupata njaa huyu tajiri au huyu alionayo. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya kuwekwa funga
ni sisi kutambulishwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yetu, na kwa neema hizo tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na tukiweza kuzishukuru hizi hata zinginezo pia tutaweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Almaqsadu as-sabi'u, miongoni mwa malengo ya aya za funga, tarbiyatul ibadi ala dua wal iftiqari ila Allah, ni kulelewa waja kuwa ni waja wenye kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kujinyenyekeza na kujidhalilisha na kujidunisha na kujishusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dua. Aya ya nyuma, kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea tuisome Qur'ani, na hapa tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika Qur'ani tumesema wewe unapokea ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiisoma Qur'ani wewe unaongeleshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukiomba dua wewe unamuongelesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetakiwa sisi tuongeleshwe na Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, na sisi tumuongeleshe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuzungumzisha kwa kutuamrisha na kutukataza na kutuelezea yote yaliyopo miongoni mwa akhbari na awamiri na nawahi, na pia vile vile sisi tunamuelezea hali zetu Allah subhanahu wa ta'ala katika adhiya mbalimbali Ramadhani yote. Na hii haitakiwi Muislamu apuzie jambo la kuomba dua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hali akiwa amefunga au akiwa ameshafutari au kabla ya kufutari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu watatu dua zao hazirejei, kwa maana dua zao moja kwa moja ni zenye kuitikiwa. Miongoni mwa mtu aliyemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu aliyefunga mpaka atakapokuwa amefutari, kwa maana ya kuwa wewe ndani ya funga yako kuanzia ile alfajiri unanuilia, unaacha kula na kunywa, kuwa ni mja mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote, kwa sababu uko ndani ya ibada, na kwa ibada hiyo wewe ni mwenye kuitikiwa dua yako. Lakini sio hivyo tu, ndani ya mwezi mzima kama kuna jambo ambalo wewe hujakamilishiwa na Allah na unamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndio chansi pekee ya kumwomba Allah hilo ambalo unahitajia uweze kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wanakuuliza kuhusu mimi, watakapokuuliza kuhusu mimi, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya na maswali ambayo yalikuja kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam majambo, ilikuwa Allah kila aya anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Wanakuuliza kuhusu haidhi, sema kadha. Wanakuuliza kuhusu kiyama, sema kadha. Lakini ilivyokuja kuhusu ishu ya Allah kuulizwa kuhusu yeye, hajataka Mtume sallallahu alayhi wasallam ajibu, kwa sababu mahusiano ya mja na Mola wake hayana mtu kati. Inatakikana wewe ukitaka kuongea na Allah, ongea naye moja kwa moja. Inua mikono yako popote utakapokuwa, hakuna sehemu utakayokuwa mbali. Alikuja bedui mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, arabbuka ba'idun fanunadihi am qaribun fanunajihi. Muhammad, Mola wako, huyu bedui, Muhammad, Mola wako yuko mbali tupaze sauti tumuite kwa sauti za juu, au yuko karibu popote tutakapokuwa anatusikia tumnong'oneze? Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kitambo kifupi, alafu kisha ikashuka hii aya, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, watakapokuuliza kuhusu mimi niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, naitikia maombi ya muombaji pale tu atakapokuwa ameniomba. Falyastajibu li, wanitakasie amali zao, waliyu'minu bi, na waniamini, la'allahum yarshudun. Kufanya hivi watakuwa ni wenye kuongoka. Ndugu yangu Muislamu, hakika katika malengo ya funga na aya za funga, tahadhibi shahwa wa dhabti al-gharaiz, ni kudhibiti matamanio na kudhibiti hisia za miili yetu. Matamanio ya kula na kunywa, matamanio ya wanawake yanadhibitiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama una maradhi ya wanawake, kama una maradhi ya kula,
yani wewe ni kula, basi hebu ifuatilie funga vizuri. Matamanio yako ya aina zote hizi mbili yatadhibitiwa na yatajengwa, yatawekwa katika level iliyokuwa nzuri, hautopichuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mmehalalishiwa usiku wa funga kukutana na wake zenu, wao ni mavazi yenu na nyinyi ni mavazi yao. Katika aya ambayo tutakiwa tuizingatie zaidi na pia tuisome wanandoa ni aya hii. Allah akaja akasema mmehalalishiwa funga, mmehalalishiwa kukutana na wake zenu usiku wa funga ya Ramadhani. Mwanzo ilivyokuwa, Allah aliwatahini masahaba kwa kuwaharamishia usiku wa Ramadhani na mchana wake kukutana na wake zao, kama alivyowaharamishia kula mchana wa Ramadhani. Ikawa ni jambo ambalo ni zito na ni gumu. Allah subhanahu wa ta'ala akaja akawaondoshea hili, na hii ni wote kwa umma huu wa Mtume Muhammad. Allah ametuhalalishia kukutana na wake zetu na kula na kunywa usiku wa Ramadhani, lakini amesema jambo, hunna libasul lakum, wao ni vazi lenu. Na vazi kawaida huwa linampamba mtu, vazi kawaida huwa linamfunika mtu kuto kuonekana aibu zake na kasoro zake. Vazi kawaida huwa ni lenye kuwa karibu na mwili wa yule aliyolivaa. Hii ni tafsiri ya kwamba wanandoa wanatakana wawe wanastiriana na wawe wanahifadhiana na wawe ni watu wenye kupambana, kwa maana mume ampambe mke, mke ampambe mume, wawe karibu baina yao, wasiwe ni wenye kutangana na kukaa mbali. Lakini kingine, wawe na mapenzi baina yao na wawe na huruma baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Kuleni na kunyweni. Ametaja shahwa za farji ambayo ni kukutana kijinsia, lakini akaja akataja shahwa ya kula chakula na vinywaji. Kuleni na kunyweni mpaka itakapokuwa imepambazuka alfajiri. Fashari'atun la tuharrimu ala nasi tayyibatin ma ahalla Allah. Sasa inakuja sheria haiharamishi vile vya halali ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalishia waja wake, walakinaha tunadhimuha wa tad'u laha hududa, isipokuwa inakuwekea mipaka na inakuwekea utaratibu uliokuwa mzuri, na pia imekuwekea nyakati za kutekeleza hivyo vitu. Miongoni mwa malengo ya funga ni kumlea Muislamu kuvunja matamanio ya nafsi yake na kudhibiti matamanio ya nafsi yake, na yeye awe ni mwenye kuyaamrisha na kuyadhibiti matamanio, na si matamanio yawe yenye kumwendesha yeye. Kuna watu wanaendeshwa na matamanio ya nafsi zao, na ile hali sisi tunatakiwa tusimamie matamanio yetu. Akili yako ndiyo ambayo inatakiwa iyaongoze matamanio, sio matamanio ya kuongoze wewe. Ukiwa ni mtu unaongozwa na matamanio utazini. Ukiwa ni mtu ambao unaongozwa na matamanio, hautochunga vya halali katika vyakula wala vya haramu katika vyakula. Wewe utakuwa unakula chochote ambacho kiko mbele yako, kwa sababu unaendeshwa na matamanio yako. Kwa sababu unaendeshwa na matamanio, wewe utakuwa ni mzinzi wa kiume au wa kike. Ili haya yaweze kudhibitika, funga, na ndiyo lengo lililopo katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yanadhibitiwa matamanio yako na anawekwa katika level iliyo nzuri, yasikupeleke katika haramu. Iwe ni matamanio ya chakula na vinywaji au matamanio ya wanawake, hayatokuendesha yakakupeleka katika haramu na yale ambayo yako nje ya mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha tahqiqu li maqsadin adhim, katika aya hii kuna malengo makubwa na matukufu. Min maqasidi sharia, miongoni mwa malengo ya kisheria. Wa huwa hifdhul irdi, ni kuhifadhi heshima zetu. Wal iffa, na kuwa ni watu wenye kujitunza na kujihifadhi, sio wazinzi na wala sio wazinifu na wala si wala riba wala si wala vya haramu. Wa tahara, na utakatifu na usafi. Na lengo la 9, hifdhul al-usrati
wa tathbiti almawaddati baina az-zawjayn. Lengo la 9 ni kuhifadhi familia na kuthibitisha mapenzi baina ya wanandoa. Qauluhu ta'ala, Allah alivyosema, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, nyinyi wao ni mavazi yenu nanyi ni mavazi yenu. Yadullu ala adhamati maqsadi sharia fi hifdhi al-usra wa hifdhi al-ilaqati az-zawjiyya. Hii aya inaonyesha kuhifadhi familia na pia vile vile kuhifadhi wanandoa baina yao. Wanandoa ni utulivu baina yao, pia vile vile ni stara baina yao, na pia vile vile ni mapenzi na huruma baina yao, na hili ndio lengo miongoni mwa malengo ya dini ambayo kupitia ndoa itajengeka jamii. Kienda katika kumalizia, tanzimi alwaqti wa tarbiyati nafsi ala alindhibat, ni kuchunga wakati na kulea moyo katika kujidhibiti katika mambo. Usiwe ni mtu ambayo hana mpangilio katika mambo yake, anajiendea tu lolote litakalomjia, hana malengo wala hana nidhamu katika maisha, yeye yupo tu. Kumekuja msimu wa kusherehekea kadha, yeye yupo, liwe la Kiislamu sio la Kiislamu, liwe la haramu liwe la halali, yeye hana mipaka. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni funga yenu usiku. Famin maqasidi siyam an yurabbi almuslima ala alindhibati wa ta'dhimi alwaqti, miongoni mwa malengo ya funga kutajwa wakati wa kuanza funga na kumalizika ni Muislamu kulelewa katika kuchunga wakati. Ikiwa funga ina wakati, Allah ibada zote kaziwekea wakati. Alhajju ashhurun ma'lumat, haji ya Allah amesema ina miezi maalum. Wa'tu haqqahu yawma hasadi, kuhusu zaka Allah akasema mtoe pale mtakapokuwa mmevuna. Kuhusu swala Allah akasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini na wakati maalum. Katika funga naye akatawambia kule, akatawambia ayama maadudat, lakini kuhusu mwezi ni masiku maalum, kaiwekea wakati katika mwezi, lakini katika siku pia naye kaiwekea wakati. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kuanzia hapa patakapoondoka mawingu tando la giza na kuingia tando la mwanga, thumma atimmu siyama ila al-layl, mpaka utakapokuwa umeingia usiku. Hii yote tunafunzwa, kila kitu kinatakiwa kitekelezwe ndani ya wakati wake, na wewe kama Muislamu unatakiwa maisha yako yadhibiti na uyawekee malengo. Usiende tu hovyo hovyo, kila kitu kiwekee wakati wake na kila kitu kitekeleze katika nafasi yake. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al-karim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd, ikhwatul kiram, watukufu wa Islam, miongoni mwa malengo ya aya za funga na funga yenyewe ta'dhimi hududillahi wa hifdhi al-ibadi min at-tala'ub, ni kuhifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwahifadhi waja kuwa ni wenye kufanya michezo na kuchezea wakati na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za funga akatuambia, tilka hududullahi fala taqrabuha, hii ni mipaka ya Allah msikaribie. Fahadha yadullu ala anna shari'ata turabbi almuslima ala tanzimi awamiri llahi wa nawahihi. Kupitia aya hizi na aya hii na kipengele hichi cha aya inaonesha sheria imekuja kumlea Muislamu kuheshimu amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuheshimu mipaka katika makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaimu, aliyefunga, yataallamu anna lilibadati hurma, anajifunza kuwa ibada inayo mipaka yake. Wa anna alhalala walharama hududa, na halali na haramu ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yatajawazuha, haitakiwi ivukwe hiyo mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha maqsadun adhimun fi hifdhi ad-din wa hifdhi al-akhlaq wa hifdhi al-mujtama'i, na pia vile vile hili ni lengo kubwa kabisa, kuhifadhi dini ya Allah
na kuihifadhi tabia na mienendo ya waja na kuihifadhi jamii. Ama lengo la mwisho katika malengo ambayo makubwa kabisa tunayoyapata kupitia aya za funga, na si yote, tahqiqul ikhlas wa sidqil ubudiyya, ni kuhakikisha ikhlas yako iko juu ya kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kile unachokifanya unakifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alivyosema, falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, maana yake waniitikie mimi, wanitakasia amali zao zote mimi Allah subhanahu wa ta'ala, na wazifanye ndani ya imani. Hapo ndipo watakuwa wamepatia na watakuwa katika njia iliyo sahihi. Fa min maqasidi siyami an yatarabba al-abdu ala al-ikhlas, miongoni mwa malengo ya funga ni mja kuwa ni mwenye kuleleka, kuwa anafanya amali zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasiyamu ibadatun khafiyah la yattali'u alaiha ahadun minan nas, ibada ya funga ni ibada iliyojificha, hakuna mtu anayeweza kujua wewe umefunga au wewe hujafunga. Hata familia yako inaweza isijue kama wewe umefunga au wewe hujafunga. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithul qudusi anasema, kullu amalu bin adami lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibada zote za mja anaweza akajua nalipwa 10 mfano wake, anaweza akajua wewe umeswali fulani, anaswali fulani, ameenda haji fulani, ametoa zaka fulani, kafanya kadha wa kadha, lakini funga hakuna mtu anayeweza kuijua isipokuwa ni Allah peke yake. Na hii inatufunza ikhlas, ya kuwa kila amali unaifanya unahakikisha unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hufanyi kwa ajili ya mtu akusifu wala akupongeze wala ujulikane, bali unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni lengo kubwa katika malengo ya kisheria, na ndivyo tunatakiwa tuleleke hivyo. Tunatakiwa tumche Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya funga zetu, katika hali zetu, tuwe si kujizuia tu kula na kunywa, wala si kujizuia kuwaacha wake zetu wake kuwaacha waume zao, bali tufunge kila kitu. Macho yafunge na kutizama vilivyokuwa vya haramu, masikio yafunge kusikiliza vilivyokuwa vya haramu, kama ambavyo pia ndimi zetu zifunge kusengenya na kueneza umbea. Haitokuwa umefunga wala haitokuwa wewe unahesabika kwamba uko ndani ya saumu kama hujafunga ulimi wako, kama hujafunga macho yako, kama hujafunga masikio yako. Na leo hii mtu anaweza akawa yuko peke yake na akafanya yale ambayo zamani alikuwa anafanya akiwa na watu. Uko peke yako na simu yako, unamwasi Allah kwa macho yako, unamwasi Allah na masikio yako, unamwasi Allah na ulimi wako. Sasa hivi ni vitu ambavyo tunalelewa na ibada ya funga, tuachane navyo na tujengeke katika hali ya kumtakasia Allah amal, tukiwa katika hali ya siri na tukiwa pamoja na wenzetu. Na hiyo ndio lengo kuu la funga. Thumma sallu wa sallimu ala khairil bashar faqad amarakumullahu bidhalika faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل التقوى ومن أهل الصيام والقيام ومن أهل القرآن والإحسان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اهد شباب المسلمين وأصلح نساءهم وارحم ضعفاءهم وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا شهر خير وبركة ومغفرة ورحمة واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.